Ungana pamoja nami tumuombe Mungu maombi ya uponyaji dhidi ya magonjwa makubwa. Ni kweli tunaweza tukaita magonjwa makubwa, lakini hakuna ugonjwa mkubwa kumshinda Mungu. Tunaita magonjwa makubwa kwa sababu ya vile yanavyosumbua na vile alivyosifika, lakini mbele za Mungu hakuna ugonjwa mkubwa. Niseme tu ya kwamba hakuna neno lolote lilokuwa gumu la kumshinda Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Haijalishi ugonjwa huo umesifika kiwango gani, umekutesa na unakutesa kwa namna gani. Inua imani yako, amini kwamba Mungu ni mponyaji. Mungu anataka kuponya kabisa ugonjwa huo na ukasaulika katika maisha yako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 27, tazama mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mungu anauliza kwamba je, kuna neno gumu lolote asiloliweza? Kwa maana hiyo mambo yote kwa Mungu yanawezekana. Hakuna jambo ambalo litakuwa gumu mbele za Mungu lisiwezekane. Neno hili aliyomwambia mwanamke mmoja anaitwa Sara kwenye Biblia. Kitabu cha Mwanzo sura 18 mstari wa 14. Kuna neno gani lilo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitarudi wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Kwa maana hiyo mbele za Mungu hakuna neno gumu la kumshinda. Sara alikuwa ni mkongwe wa siku. Kibinadamu ilikuwa haiwezekani kabisa kupata mtoto, lakini mbele za Mungu ilikuwa inawezekana. Huenda na wewe ugonjwa wako madaktari wamekwambia maneno mengi, wamekwambia kajaribu huku na kule, umejikatia tamaa. Lakini nasema katikati ya hayo, uhai wako uko mikononi mwa Mungu. Huenda umejitahidi kutumia dawa hizi na zile, pengine kurefusha uhai wa maisha yako, lakini bado hali ngumu ya kiafya unaipitia. Niseme ya kwamba neno lolote ambalo limekuwa gumu kwako, kwa Mungu linawezekana. Neno lolote ambalo madaktari wameshindwa, Mungu analiweza. Mungu anaweza mambo yote, anaweza mambo yote, anaweza mambo yote. Anachohitaji kwako ni imani tu. Inua imani yako, endelea kumwamini Mungu, usijikatie tamaa. Usikate tamaa, usianze kukiri udhaifu, kushindwa. Kiri ushindi tu. Katikati ya hiyo hali unayopitia, mwambie Mungu nakuamini. Mwambie Mungu naamini ya kwamba utaniponya, naamini ya kwamba utanifungua, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Basi utaungana nami katika maombi haya. Unaweza ukachukua vitu vitatu kati ya hivi kama unakuwa na kimoja na wapo jirani. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kutusaidia kwenye maombi haya ni maji. Ni maji. Utaangalia kulingana na aina ya changamoto unayokusumbua. Kama maji unaweza ukanywa, basi nitaombea maji hayo, utakunywa. Utakunywa hata kwa siku 7. Kunywa tu kwa siku 7, huku unaendelea kuomba, utaenda kuona Mungu anakusaidia. Kitu cha pili kinachoweza kutusaidia, unaweza ukawa una mafuta ya mzaituni. Hata kama hauna mafuta ya mzaituni, lakini kuna mafuta jirani, kama kuna mahali ambapo inabidi upake, basi nitayaombea hayo mafuta na utaenda kuona Mungu anakusaidia na Mungu anakufungua kabisa. Kitu cha tatu ambacho kinaweza kikawa ni cha mwisho ambacho unaweza kawa uko nacho, kama unaweza kawa una chumvi ya mawe, naweza nikaomba nikaibariki na ikakusaidia katika maombi haya, na ukaona Mungu anakufungua kabisa. Na hata kama vyote hauna, bado unao nafasi ya kuendelea kuinua imani yako na ukagusa mahali panapokusumbua, na hayo magonjwa na udhaifu na hayo maumivu na hiyo shida ikakuachia kabisa. Inua tu imani yako sasa, tuingie kwenye maombi. Mungu, nakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye ameungana nami. Tumeona neno lako nasema hakuna neno gumu lolote usiloliweza. Kwako yote yanawezekana. Nami nimeinua imani yangu na jiconnect na mpendwa huyu. Naenda kila kinyume na kila roho za magonjwa. Huo ugonjwa ambao umeingia ndani ya mwili wako na uamuru ukuachie. Ewe ugonjwa, na kuamuru ondoka kwa jina la Yesu. Ewe madhaifu, na kuamuru ondoka kwa jina la Yesu. Na ufukuza huo ugonjwa. Haijalishi umesifika vipi, haijalishi unakutesa vipi. Wengine mnaumwa ugonjwa huu, wengine ugonjwa ule. Ugonjwa wote ambao ni mkubwa, ambao unaona kwako na kusumbua, Mungu anaweza kukuponya. Pengine unaumwa kansa, pengine unaumwa HIV, pengine unaumwa ugonjwa wa figo zimefeli, pengine unaumwa ugonjwa wa moyo, pengine unaumwa ugonjwa ambao umesifika unakutesa. Mungu anaweza kukuponya kwa jambo lolote, kwa ugonjwa wote ambao unakusumbua. Mungu anaweza kukuponya kwa jina la Yesu. Pengine macho, pengine kichwa cha muda mrefu, pengine tumbo lako limekuwa lina vitu haviko sawa, pengine miguu yako imekuwa inapitia wakati mgumu, mgongo, kuna ugonjwa huko kwenye mgongo wako, kuna ugonjwa huko kwenye kichwa chako, kwenye tumbo lako, kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, kwenye mwili wako wote. Iko operation ya kimungu inapita saa hii, na huo ugonjwa unakauka, au
hao wadudu, hizo nguvu za giza zinaondoka kwa jina la Yesu. Natamka ufungulivu kuanzia sasa. Hiyo nguvu ya Mungu inapita, ipokee. Pokea nguvu ya uponyaji, pokea nguvu ya uponyaji, pokea nguvu ya uponyaji, pokea nguvu ya uponyaji. Uponyaji unapita, uponyaji unapita, uponyaji unapita, uponyaji unapita, uponyaji unapita. Pokea uponyaji, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu, pokea uzima. Ewe pepo la magonjwa toka, ewe pepo la madhaifu toka, ewe pepo la mauti toka. Mtu huyu hata kufa bali ataishi. Na kemea roho ya hofu iliyokuingia, roho ya wasiwasi na woga, toka, toka kwa jina la Yesu. Na ilipua roho chafu iliyokuvaa, na ilipua kuanzia sasa, ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina la Yesu. Narejesha afya yako, narejesha uzima wako, narejesha afya yako. Pokea uzima kuanzia sasa, pokea afya njema kuanzia sasa, pokea uponyaji kuanzia sasa, pokea uzima. Hayo maumivu na kuangua na yaondoa yote kwa jina la Yesu. Operation ya kimungu ipite ndani yako, ikufungue kabisa. Hayo mapooza toka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, na kutamkia uzima. Pokea uzima kuanzia sasa, na kutenga nao madhaifu, na kutenga na hizo stroku, na kutenga nao mateso, na kutenga nao maumivu. Ya kuachie, toka kila maumivu, toka kila maumivu, toka kila maumivu, toka kila maumivu kwa jina la Yesu. Pokea uzima kuanzia sasa, pokea uzima kuanzia sasa, pokea uzima kuanzia sasa. Magonjwa yote ondoka, toka roho magonjwa, toka roho magonjwa, toka roho magonjwa, toka roho magonjwa, toka ugonjwa na ukemea, toka, toka ugonjwa yeyuka kwa jina la Yesu. Pokea uzima polipo, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima. Uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa, uwe mzima kuanzia sasa. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Upokee uzima sasa, upokee uzima sasa, upokee uzima sasa. Kwa imani yako pokea uzima, kwa imani yako pokea uzima. Kuna mtu anafunguliwa polipo, kuna mtu anapokea uzima polipo. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Hayo mateso ya kuachia kuanzia sasa. Damu ya Yesu ikutakase, damu ya Yesu ikuponye, jina la Yesu likutakase na kuponya. Pokea uzima kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, niliomba pamoja nawe. Unaweza kaudia maombi haya mara kwa mara. Kwa yale maji ambayo tulikuwa tunaomba, na wakati tunaomba ulikuwa nayo maji au mafuta au hiyo chumvi, unaweza ukatumia kulingana na changamoto ambayo inakusumbua. Tumia kwa siku 7 kwa imani, huku ukiendelea kuomba mara kwa mara. Utaona hayo matatizo yanakuachia kabisa, na Mungu anakurejeshea afya yako kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho unavyotoa kila siku kwa kuandika namba inaonekana kwenye skrini yako, au kwa kuingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa. Kama uko YouTube wakati huu, bonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mmoja kati ya wanafamilia wa maombi ni dawa. Umesikia kufunguliwa na uponyaji, unatamani kuachia sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema, uwe na wakati